Jirani. Hebu njoo kwanza bwana. Oye jirani, mambo vipi? Safi jirani. Sasa jirani, nimepata taarifa zako hapo kutoka baba mwenye nyumba. Nasikia bwana jirani, kodi ulipi? Lakini nikikuangalia na nikikutazama jinsi ulivyo, sio kwamba hela upati, hela unapata, lakini je, unapeleka wapi jirani? Jirani, si unajua yule baba mwenye nyumba muongeaji sana. Alafu yale maneno itakuwa alikuwa anaongea kwenye kahawa. Sasa tuachane nawe jirani. Unajua jirani, nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Naomba bwana nikuagize dukani ukaninulie mazaga kidogo huko. Unajua tena? Yaani jirani, wewe kati ya majirani wote wewe ndio jirani wa faida. Jirani yangu mimi wa faida ni wewe. Yaani jirani, maneno yako yote kumbe lengo lako niagize dukani. Mimi mwenyewe na mambo mengi kibao ya kufanya. Ni jirani, kuna tatizo gani? Wewe ni kama mwanaume mwenzangu, unanisaidia tu. Unaenda kununulia vitu hapo narudi. Hakuna shida. Hapo kwenye wanaume. Unapata wapi ujasiri wa kumwagiza mwanaume mwenzio? Jirani, naomba tuheshimiane. Lakini jirani, wewe umefikiria vibaya. Usifike huko jirani bwana. Jirani. Huyu amenifikiriaje huyu? Kuna tofauti kabisa na nilichokuwa nawaza mimi. Bwana jirani. Oya kaka, mimi hapa. Oya kaka, samahani, naomba unisaidie kidogo. Oya kaka, na matatizo, naomba unisaidie bwana. Ina maana anisikia au? Kaka, niko hapa, naomba msaada, nahitaji msaada wako kaka, naomba unisaidie. Hivi ana matatizo gani huyu? Sio kwa dharau hizi. Yaani mtu namuita kabisa, anapita mbele yangu anashindwa hata kuni. Matatizo ipo siku. Oya kijana. Wewe. Dawa imekuingia Imemuingia nani dawa? Kuiza dawa imekuingia. Dawa imemuingia nani? Una la kunifanya, unanitisha tu hapo mimi. Nakutisha si ndio? Unanitisha tu, una la kufanya. Nataka nikusaidie. Unanisaidia nini mimi wewe? Una la kunisaidia? Hapa ni ngumu tu. Sasa kukusaidia si ndio? Mbona unanitisha? Una la kunitisha mimi wewe? Sasa naenda kukazia sasa, nitafinya. Unajua kufinya? Nitafinya. Usifanye jeuri. Huwezi kulazimisha maji yapande mlima hata siku moja yani. Yaani hip hop, LNB. Huwezi kuchanganya hivyo vitu. Utakoma sasa. Una lolote la kunifanya? Naenda sasa kuikaza, nitaikaza mpaka utajuta. Unanitisha tu, una lolote. Nakutisha? Utajuta sasa. Unanitisha tu mimi. Haya, kama nakutisha. Leta ujinga hapa. Huyu bibi naye vipi huyu? Aurelia. Vipi sister, mbona unaenda? Poa, shikamoo. Na hizo shikamoo zako hizo. Inaonekana kuna kitu nataka kuninyima. Na si ni mkubwa kwangu jamani. Hata kama. Niambie. Mkubwa namba tu umri. Niambie. Bila shaka huu ndo muda kwenda sokoni. Umejua je kama naenda kuchepuka? Na wewe unachepuka? Mbona ni machani tu. Eti Niambie. Bwana mimi naomba nikuagize. Ndio. Nataka uende sokoni na mimi ukaninunulie mazaga. Hapo mchele kilo 2 na nyanya na kitunguu. Basi hivyo vinatosha. Hamna shida. Mimi naye tena. Aurelia. Mashallah.
Jamani. Kama na kila mtu anajikuta niko hapa tu. Pendo, umefuata nini hapa? Umefuata nini hapa? Hivi wewe unajua wewe ndio chanzo cha haya matatizo yote? Wewe na bibi yako mmesababisha matatizo makubwa sana mimi. Mpaka sasa hivi nimekuwa mwali wa ndani na dharurika sana mimi sababu yako wewe. Lakini Tom, lakini nini? Mbona unakuwa mkaidi? Wewe ungekubali tu yakaisha. Nikubali nini? Nikubali. Nimekuja hapa najua utakuwa umeshabadilika, umebadilisha maamuzi. Siwezi kubadilisha msimamo. Yaani huu ndio msimamo wangu mimi. Si unamjua bibi yangu? Hata kuja kukupiga tukio. Hata hapa dirishani utapona pachungu. Watu wengine ukiangalia ni kama mtu, kumbe ni kama mtu fulani hivi. Yaani wewe mpaka leo umenifanya mimi nateseka kiasi cha Oh, jirani. Asante sana jirani yangu. Ngoja nikupokee kabisa huo mzigo. Hivyo na matatizo eh? Yaani mimi nimeenda nimezunguka kote sokoni sipaoni dukani sokoni kwa sababu ya hela zako hizi. Shika kwanza hela zako, shika. Hela zenyewe zina majini hizo. Sasa jirani, hizi si ni pesa kabisa, majini yanatoka wapi jirani? Majini yanatoka wapi? Mimi siku zote naenda sokoni. Kila leo naenda sokoni. Na kitu cha leo nimeenda sipaoni sokoni wakati kila siku naenda. Si hela zako hizo. Hizi ni pesa kabisa hizi jirani. Ni pesa kitu gani hicho? Kwanza mimi usinipotezee mimi naondoka bana. Jirani, usifanye hivyo jirani, usifanye. Naomba usiondoke kama utojali. Naomba uje ndani tuzungumze. Na matatizo makubwa sana. Na dakika hizi 2. Sina 1:30, usinicheleweshe mimi. Wewe 1:30, mimi natumia 1 tu. Afadhali. Sasa sijui atanielewa. Afadhali nimekuja bwana. Yaani nilichokuitia hapa. Yaani mimi nina Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu toka. Asante Mungu. Kwa jina la Yesu nina kitu. Nikwambie leo nilichokutana nacho. Mdomo koma. Tatizo lako aka sana, yaani ukai kimya, yaani umbea sana, mwishowe mdomo umeanza kuchongoka hivi. Na rafiki yangu mimi nilikuwa napita pale, Storm akaniita. Nilichoenda kukutana nacho Bibi Kenzo akatokea. Ni hatari yule mama wewe. Yemi wewe acha. Wewe mtoto wewe. Simama. Shanizoea sana mimi, si ndio? Nisamehe. Sikufuatilia mambo ya watu. Umesikia? Umesikia? Na ulichokiona, naomba ufunge bakuli lako. Na usipofunga bakuli lako nitalifunga mimi. Ndio. Jinga wewe. Hebu simama kule wewe. Popotea. Tumbo langu mimi hili. Naishije mimi na hili tumbo? Kidume nimeshikika hapa. Kidume nimeshikika. Kidume nimeshikika. Nimekubali. Yaani tumbo kubwa hivi. Tumbo.
We, vipi mwenzio bado jeuri? Yaani bibi, nimetoka kuongea naye jana tu. Yaani bibi, inavyoonekana bado hajaelewa kabisa somo. Ngoja ibebe hiyo mimba. Kwani kuna shida? Mimi sina shida. Mimi nipo tu. Atakuja mwenyewe. Kwa kweli Bibi Kenzo. Nimekuja bibi. Nimekubali bibi, naomba unisamehe bibi. Wewe tena? Naomba unisamehe, nimekubali bibi. Nimekiri kwamba mimi ndio ninayehusika. Ninayehusika kwa 100% bibi. Umekubali? Bibi, naomba unisamehe kwa hilo. Nimekubali, mimi ndio nahusika 100%. Sasa kama ni mhusika mkuu, mimba si yako, basi endelea kuwa nayo wewe, uilee wewe, si mimba yako hiyo, kwa ya kwako hiyo, kaa nayo. Nitakuwa mwanaume gani mimi nabeba mimba? Naomba unisamehe kwa hilo bibi. Nimekubali, yani nimekiri. Nilikwambia tutanifuata. Kweli nimekubali. Utarudi. Kweli nimekubali bibi. Uone hapa ni maji marefu. Kweli ni marefu haya, nimezama. Nimezama bibi. Samehe bibi kwa hilo. Mimi sina shida. Niko tayari. Ninavyokuangalia na kuhurumia na kukuhurumia wewe mtoto. Ujeuri wewe, kila kitu wewe, dharau wewe. Sasa ngoja basi nikusaidie kwa leo tu, kwa sababu umejileta mwenyewe hapa. Kweli bibi? Nikusaidie. Bibi, nafurahi sana ukinisaidia. Eti Nitafurahi sana. Sawa. Unaonaje? Nisaidie. Bibi. Umefurahi? Sasa mimi nimefurahi. Fanya jeuri wewe. Hapa bibi, yani hapa nimefurahi sana hapa. Yaani bibi hapa nimefurahi sana hapa bibi. Bibi, mbona imerudi tena bibi? Kwa hiyo ulikuwa unanidanganya bibi yangu kweli? Wewe usijifanye kukimbia wewe. Hapana, mbio basi mimi bibi. Siwezi hata kukimbia. Wewe umejiona kwamba umeshapona, sasa unakimbia unatuacha. Nilikuwa sikimbii. Nilikuwa nafurahia kwa sababu nimeteseka sana. Kwa kipindi kifupi nimepata mateso makali sana. Kwa sasa kilichonitoa hapa ni furaha tu bibi. Sasa ni hivi nikwambie. Hiyo mimba utakaa nayo mpaka miezi 9. Mpaka itakapofikia muda wa kujifungua itakuja kwa huyu binti. Aje ajifungue akuletee tena mtoto ule wewe. Sifanyie hivyo bibi. Naomba unisamehe. Naomba uende shamba. Ongea na bibi basi. Ongea naye. Na hilo ndilo fundisho kwa vijana wote wanaopatia mimba mabinti na kuwatelekeza. Kisha mabinti wanaitwa masingomaza. Hapo bibi, nisaidie tu bibi. Mimi imetoka hiyo.